Fundisho la neema ya Mungu. Ninakusalimu katika jina kuu lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ujumbe unasema fundisho la neema ya Mungu. Fundisho la neema ya Mungu. Kuna kitu kinachoitwa neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni nini? Neema ya Mungu ni neema ambayo imefunuliwa kupitia Yesu Kristo, ambayo imekuja kwa ajili ya lengo la kutuokoa sisi ambao tulikuwa katika dhambi. Sisi ambao tulikuwa katika dhambi. Biblia inasema kwamba tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Labda nisome kitabu kile cha Waefeso, neno la Mungu nasema kitabu cha Efeso sura ya pili, kitabu kile cha Waefeso sura ya pili, some ule mstari wa pili. Mstari wa pili, labda nianzie mstari wa kwanza. Anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa na kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Tumeokolewa kwa neema. Kwa hiyo maana yake neema imekuja kwa ajili ya sisi kuweza kuokolewa. Neema ya Mungu imefunuliwa sisi ili tupate kuokolewa. Na kitabu kile cha Tito sura ya pili anasema maana, mstari wa 11, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo neema hii imefunuliwa kwetu, ambayo imekuja kutuokoa. Sasa katika siku hizi watu wanaitumia neema ndivyo sivyo. Watu wanatumia neema ndivyo sivyo. Maana yake watu wanaishi katika dhambi, lakini wanasema kwamba tumeokolewa kwa neema. Maana yake wanaifanya kwamba hiyo neema imekuja kwa ajili ya itufanye tuishi katika dhambi. Lakini Biblia inasema kwamba neema ya Mungu imekuja ili kutuokoa katika dhambi, na sio kwamba imekuja ili kutufanya tuishi katika dhambi, kwamba tumewekwa huru sasa mbali na dhambi, kwa hiyo tunaishi katika dhambi kwa sababu neema ipo, kwa sababu neema Mungu ipo. Neema ya Mungu imekuja kwa ajili ya kutuokoa katika dhambi. Neema ya Mungu imekuja kutuokoa katika dhambi. Na baada ya neema kutuokoa katika dhambi, baada ya neema kuokoa mtu katika dhambi, hiyo neema inamfundisha huyo mtu. Kwa maana yake hiyo neema ina darasa ambayo inamfundisha huyo mtu. Na inafundisha nini? Labda nianzie tena kusoma Tito sura ya pili mstari wa 11, nirudie tena. Maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Mstari wa 12 anasema, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo kumbe neema ya Mungu inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia Kwa hiyo maana mtu yote ambaye anaishi katika ubaya, anaishi katika uovu na anaishi katika tamaa za kidunia na anasema kwamba ameokolewa kwa neema, bado huyo mtu hajapokea neema na bado hajafahamu neema inafundisha nini. Neema ya Mungu inafundisha kukataa dunia. Kwa hiyo leo hii Wakristo wengi ni wa kidunia. Wakristo wengi leo ni wa kidunia. Wana majina wa Kristo lakini wengi ni wa kidunia. Uvaaji wao ni wa kidunia, wanavaa tu kama watu wa kidunia. Vichwa vyao wameweka kama tu wa kidunia. Kama wana muziki wale wa kidunia, wameweka rasta katika vichwa chao. Wamechonga na kuweka style za nywele kama watu wa kidunia. Wanavaa tu mavazi ya kidunia. Wanawake leo wanaingia kanisani na vimini, wanavaa vimini, wanavaa suruali zile ambazo zinabana makalio yao, zinaonesha kabisa, wanavaa tu hayo yote. Wanavaa kwa sababu gani? Wanasema kwamba tumeokolewa kwa neema. Wanajipodoa tu kama wakina Yezebeli ambao tunasoma walikuwa ni makahaba, ni wachawi kwenye Biblia. Wanajipodoa hivyo, wanajipamba kichwa, wanaweka wanja katika nywele zao, wanaweka midomo yao lipstick, wanaweka uso wao, wanatia makeups, wanabadilisha, ni weusi lakini wamekuwa sasa hivi weupe. Kucha zao zimekuwa nyekundu, sio wengine nyeusi, na wanaishi kama watu wa kidunia, kama dunia inavyotaka waishi, na wanaishi hivyo kama tu wale watu wengine ambao bado hawajafikiwa hata neema, hajafikiwa na neema. Kwa hiyo watu hao wanasema kwamba ni Wakristo, wapo ni Wakristo, wanaenda kanisani, wengine wanaenda kila siku
kila Jumapili, kila wanaenda, na wengine wanaenda kutoa na masadaka, wengine wengine ni waimbaji, wanasema si ni waimbaji wanakwaya, wapo huko wanacheza nyimbo za kidunia, nyimbo za kipuuzi, wanacheza madhabahuni, wanarukaruka, wanakata viuno vyao, wanasema kwamba si ni Wakristo, wanahubiri, wengine wanapita wanahubiri, wanasema si ni wahubiri, wanatangaza mahubiri ya kisinzi, mahubiri ya kidunia, kisinzi, ambayo inawafanya watu waupende ulimwengu. Hawa watu hawajafundishwa na neema. Wajafundishwa na neema. Kwa sababu gani? Neema Mungu inatufundisha kukataa ubaya. Una tamaa za kidunia, tamaa za kidunia. Tamaa za kidunia ni kama zipi? Ndio kama hizo zote. Dunia ina tamaa yake. Na ndio maana anasema kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15, msipende dunia. Anasema mtu akipenda dunia kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa sababu gani? Anasema kwa sababu dunia, anasema tamaa za dunia, anasema Biblia inasema kwamba, anasema tamaa za kidunia, vyote vinavyotoka katika hii dunia, anasema kwamba vyote vinatoka katika hii dunia. Tamaa ya macho, kiburi cha uzima, anasukumzia vinatoka wapi? Vinatoka duniani. Na anasema dunia inapita na pamoja na tamaa zake. Kwa hiyo dunia ina tamaa zake. Na Mkristo wa kweli hapaswi kushikamana na dunia kabisa, wala hapaswi kushikamana na mtindo wote wa kidunia, kufuatisha namna yote ya kidunia. Huyo Mkristo ambaye anafuatisha hivyo bado hajafundishwa na neema ya Mungu. Kwa hiyo siku ya leo unapaswa kujua ukweli na kujua kwamba upo katika upande gani. Wewe umeokoka, hujaokoka, wewe ni Mkristo, wewe sio Mkristo, ujua kwamba upo wapi. Usikae katikati, unakaa katikati, hauna dira, haujulikani ni wapi. Biblia inasema kwamba kitabu kile cha Ufunuo sura ya 3, Kristo anasema kwamba mstari wa 15 ule, anasema kwamba ni heri mtu awe baridi au moto kuliko awe vuguvugu, kwa sababu ukiwa vuguvugu itakutapika. Ukiwa katikati, wewe si wa kimungu, wewe si wa kishetani, upo tu katikati. Unaenda kanisani lakini unaangalia picha za uchi mtandaoni. Unaenda kanisani, unakuja unabeti, unasema mimi na beti, una beti. Biblia inasema kwamba kubashiri ni dhambi. Unabashiri, unashabikia mipira. Kwanza hiyo shangwe unapatia mtu ambaye anafundishwa na neema ya Mungu, ana neema ya Mungu ndani yake. Hiyo shangwe inatoka wapi? Wakati wote ambapo mtu ambaye anashabikia ana shangwe ya mambo ya dunia hii, moyo wake upo huko. Sasa huyo moyo ni moyo gani? Huo ni moyo wa kimungu, huo ni moyo wa kidunia. Moyo wa kidunia ndio maana umeelekea huko. Lakini wana wa Mungu mioyo yao wanafuraha kwa sababu ya wanasoma neno la Mungu, wanafurahi. Wakiomba, ukiingia katika kuomba kuzama, wanafurahia ile shangwe ya roho, ile furaha ya roho. Kwa hiyo furaha yetu ni kufanya mapenzi ya Mungu. Lakini ukiona kwamba unafuraha kwa sababu ya mambo ya dunia hii, bado neema ya Mungu haijakufundisha, na bado huenda hata hujapokea neema ya Mungu. Kwa hiyo ni heri upate kuweza kupokea neema ya Mungu, ili neema ya Mungu ikufundishe vizuri, ili neema ya Mungu ifundishe. Naishi katika wakati wa mwisho kabisa. Parapanda imekaribia kulia. Ni wakati wote, dakika yote, saa yote, parapanda italia. Kristo atarudi, atanyokoa watu wake, wala ambao wamefundishwa na neema ya Mungu na kuishi mapenzi ya Mungu. Utakuwa wapi katika siku hiyo? Maana baada ya hapo hakutakuwepo na neema tena. Hiyo neema haitakuwepo hapa duniani, hakutakuwepo na rehema. Kitakachobaki ni dhiki kuu. Kitakachobaki hapa ni dhiki kuu. Na baada ya hapo watu wote ambao watakuwepo baada ya kupitia dhiki kuu, wote kuja kutupwa katika ziwa la moto baadaye sana. Lakini leo hii neema ya Mungu bado ipo. Kama hujapokea neema ya Mungu, basi pokea neema ya Mungu. Pokea wokovu wa kweli, tubu dhambi zako, jikane nafsi yako, achana udunia, achana mambo yote ya giza, matendo ya giza, matendo yanayofanya kwa siri au kwa wazi. Achana, ondoa sanamu katika moyo wako, ondoa kila kitu, ingia katika njia ya utakatifu. Njia ya utakatifu ni njia ambayo ni nyembamba na imesonga. Ingia katika hiyo njia ili uweze kuingia katika mlango wa mbinguni, na Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom.